Unapata wapi ujasiri wa kunimwagia maji? Kwa hivi ndio mnavyofundishwa kuwakarimu wateja wenu, si ndio? Huu utaratibu upo kwa wanawake wasiojielewa na kujitambua kama wewe. Yenu unanikosea adabu, unakosa umakini wa kazi na kuadhibu unanimwagia maji. Sasa sikia, hiki chakula utalipia wewe na naomba hela nikanunue sabuni nifue nguo zangu. Kwa hiyo, unafikiri mimi mjinga si ndio hivyo? Alafu sikia, au unijui vizuri wewe demu, nitakufanya kitu kibaya. Inawezekana ukawa hujui unaongea na nani. Na ndio maana unaendelea kunijibu hivyo na unanikosea adabu. Kijana, mimi naweza kukufanya chochote kile na kwangu lisiwe lolote. Kwa hiyo chunga hizo kauli zako. Acha kuongea sana. Kama una uwezo kufanya hicho kitu wewe fanya. Alafu tuonyeshane. Kati kwangu mimi na wewe nani bingwa? Sasa wewe utanifanya nini? Wewe mtu mwenyewe mhudumu tu hapa, mshahara wako hata laki haifiki. Halafu unaleta dharau. Yaani sikiliza, naweza nikakufanya chochote kile na hakuna mtu yote wa kunigusa humu ndani. Sikia, hebu acha kuongea sana. Kwanza naomba ulipie chakula. Kuna nini kinachoendelea? Hamna kitu bosi. Nimepishana call kidogo na mteja lakini tutamaliza tu wenyewe, wewe unaweza kuendelea na shughuli zako. Kumbe wewe ndo bosi. Bora hata ulivyokuja. Wakati mwingine ukiwa unataka kuajiri wafanyakazi, jaribu kwanza uende ukawapimia akili zao. Utajikuta unaajiri machizi kama ulivyomwajiri huyu. Tatizo nini binti yangu? Naomba kwanza uwe mstaarabu na mpole. Naomba tuongelee hili metu yamalize. Kama mimi niko hapa kila kitu kitakuwa sawa. Kijana wako anadharau sana. Yaani mimi nimemwagiza chips kuku na maji. Halafu yeye kaenda kuniletea wali na kuku. Eti najaribu kumuuliza na muelekeza vizuri ananimwagia maji. Kwa hiyo hivi ndio uliwafundisha wafanyakazi yako kwa karimu wateja. Sasa basi, mimi hiki chakula silipii. Na pia nataka hela nikanunue sabuni nifue nguo zangu. La sivyo mtaingia kwenye matatizo ambayo hamwezi kutoka. Hivi Mahiri, wewe una akili kweli wewe? Mbona kila siku umekuwa mtu mkorofi na mwenye vurugu tu kwa wateja? Hivi unaifanya ofisi kama babako mzazi? Nilishakwambia kama mteja ni mfalme, anahitajika asikilizwe kwa kila kitu anachokihitaji yeye. Kwa nini unakuwa hivyo wewe? Samahani bosi. Mimi naomba unisamehe sana ila nakuahidi haitojirudia tena. Alafu hata hivyo, huyu binti anadharau sana. Sawa, yani kashindwa kunielekeza vizuri. Alafu kanyanyuka na nipiga kibao. Ndio maana mimi nikamwangia juice. Haitojirudia nini sasa? Tena nisikilize. Kwa huu ujinga wako uliofanya Mahiri. Yaani kazi naomba ishie hapa. Yaani ukachukua kila kitu chako na uondoke. Sikuhitaji tena katika ofisi yangu. Naomba uende mtaani ili madi ulimwengu kwa kufundisha wewe. Na huna akili hata kidogo kwa wateja wangu. Hapana bosi, mimi naomba unisamehe. Yaani hichi kilichotokea hakitojirudia tena, naomba unisamehe sana bosi wangu. Sina cha kuongea na wewe. Nishamalizana na wewe. Adamu, naomba unisamehe sana. Tena unisamehe mno kwa hili lilotokea sasa hivi. Naomba usisite kuja tena hapa kwa sababu sisi ofisi yetu ni wakarimu sana. Asante sana. Na pia nimefurahi sana umesimama kama bosi. Unajua vijana kama hawa wasiokuwa na adabu hawastahili kabisa kuwa sehemu kama hizo. Unaweza ukajikuta unapoteza wateja wote. Sawa. Basi karibu tena. Asante sana na usijali. Pole. Ila kazi zipo nyingi sana mtaani. Unaweza ukaenda toka ukote makofi. Ndugu zangu, lengo la kuwaita hapa tufanye kikao kwa amani kiishi salama.
sitegemei kufanyika kwa fujo hapa. Matusi hayatohitajika. Kwa hiyo ninawaomba tuwe wastahimilivu, alafu tuwe na nidhamu. Tujadili ili swala liishe, lifikie vizuri. Kwa hiyo itifaki kuzingatiwa. Nadhani unanielewa mzee mwenzangu. Nimekuelewa mwenyekiti. Ndio maana tuko hapa ofisini kwako. Bwana Kizigo, tuko pamoja. Mwenyekiti, mimi ndo baba huyu mtoto. Mwanangu bado mdogo sana. Ndio kwanza na umri wa miaka 13. Yuko form 1 hapo alipo. Anaenda kujazwa mimba na lidume likubwa kama hili limeshiba maziwa ya mama yake. Alafu mnasema eti tuelewane. Tuelewane kwa lipi labda? Naomba unisikilize kwa makini mwenyekiti. Ninachokitaka huyu kijana ni afungwe tu. Sina kingine hapa. Kizigo mzee mwenzangu. Tafadhali nakuomba. Ishushe basi. Punguza hasira tuyazungumze. Mbona anazungumzika tu haya? Tafadhali, naomba tuyamalize. Yaani baba nakwambiaje? Usikubali na usisikilize maneno ya huyo mzee. Nakwambia huyo kijana lazima aende jela. Wapende wasipende. Simamia msimamo wako huo. Lazima aende jela. Sikiliza binti, nikwambie. Wewe mtoto mdogo sana. Alafu kwa nini mambo ya watu wazima unapenda kuwa mpana kama panzia la leba? Sijui umenielewa? Alafu utambua kwamba nyinyi wenyewe watoto wa kike ndio mna vilanga vya ngeda vya kuacha kubeba watoto mkabeba mabwana. Kinachoelekea ni nini kama sio kupata mimba za utotoni? We mama. Na kuheshimu, naomba ujishikilie. Watu wazima wana ndevu za chuma. Komesha watoto wako. Sio watoto wangu. Ukiendelea tutageuka uwanja wa vita hapa. Sikiliza nikwambie kitu wewe mwanamke. Mwenye umbo la kabati upande nguo upande vyombo. Na hilo kwa lako kaa kitimoto. Si kuogopi kwa lolote na mimi ugomvi na uweza vile vile. Sijui umenielewa? Yaani kivyo vyote vile mimi naweza. Tafadhali kaa chini tuyazungumze. Yaani mama hicho ndio tukao umekisahau. Nataka ulianzishe mimi nilimalize. Na vile sijapigana muda mrefu. Mbona patachimbika uwanja wa vita hapa sasa hivi? Kwanza msiambiwe mmekuwa nani? Ndio hapo sasa labda unajikuta malaika. Wewe kijana vipi? Mbona unavuta sigara hapa vipi? Insema kuvuta sigara? Hapa ni ofisi ya serikali ya mtaa, unavutaje sigara? Kwa hiyo tupo kwenye kikao unavuta sigara? Mwenyekiti, tunabishana au? Kwanza hapo kwenye paka dakika hii hapa. Kikao kisha kushinda. Mimi kuvuta sigara imekuuma sana. Vipi kuhusu watoto wa kike wanaoteteta michambo hapa? Makelele kibao. Hiyo mizozo uisikia. Mwenyekiti, mbona yanafanyika kama mimi sikuelewi? Malumbano kwenye ofisi mpaka watu wanavuta sigara, alafu wewe upo tu. Sikilizeni. Maamuzi ninayoyachukua sasa hivi, ninahitaji wazazi wa kiume tu na hawa walengwa wahusika, wengine wote tokeni nje. Ninahitaji wahusika tu, wengine wote tokeni nje. Mwenyekiti mwenyewe kazi lolote akaa kanyeshwa mvua ya mawe. Ovyo. Nimesema mutoke nje hata na nyinyi. Mnasubiri nini? Kidevu kama mfuasi wa Yesu leo.
Bosi. Samahani sana, ila naomba unisamehe kwa hichi ambacho kilichotokea. Najua kama nimefanya makosa makubwa sana, ila nahitaji msamaha wako, na kuahidi haitojirudia tena. Mimi hali yangu ni ngumu sana, na mama yangu ni mgonjwa, anaumwa, na matibabu yake yanahitaji gharama kubwa sana. Nilikuwa nategemea hii kazi ili mradi niweze kumsaidia mama yangu. Kwa nafikiri ukinifukuza mimi niweza kwenda kupata kazi sehemu nyingine wapi? Na kuomba nipatie nafasi ya mwisho, na kuahidi kwamba hichi kilichotokea hakitojirudia tena. Kijana, haina haja kuomba sana msamaha, kwa sababu mimi sio mtu wa riziki. Mtu wa riziki ni Mungu pekee. Kinachotakiwa sasa hivi muombe Mungu tu. Alafu mimi na wewe mkataba wetu ushaishia hapa. Kwa hiyo sio mfanyakazi wangu tena. Nachokuomba, sikuhitaji tena katika ofisi yangu. Naomba tu uondoke. Bosi, unajua hichi kilichotokea ni mistake tu. Sijafanya makusudi. Alafu yule binti alikuwa sio msarabu hata kidogo, na ndio maana ametokea yote haya. Mbona sijawahi kuwafanyia wateja wengine hata siku moja nimekuja kumfanyia yeye? Kwa sababu dharau zake zilikuwa zimezidi, na mimi nilishindwa kuvumilia, na ndio maana yote yametokea. Kwa hiyo mimi ninachokuomba, nakuomba unisamehe, na kuahidi bosi wangu haitajirudia tena. Hilo utajijua mwenyewe. Kama sio mstaarabu, sio mstaarabu utajijua wewe mwenyewe. Ninachojua mimi wewe sio mfanyakazi wangu tena. Kwa hiyo upo huru kwenda kutafuta kazi sehemu nyingine yoyote tu, na utabarikiwa kupata huko. Umeelewa? Sawa bosi, mimi nimekuelewa. Lakini sasa hivi ni katikati ya mwezi, na mimi kila siku nilikuwa nahudhuria kazini. Hakuna hata siku moja ambayo nimepitisha kuja kazini. Kwa hiyo nilikuwa naomba unipatie hata kiasi kidogo cha pesa kulingana na hizi siku ambazo mimi nimekuja hapa kazini, ili ninapotoka nje huko nijue naenda kuanzia wapi. Naomba nisikize kwa makini kijana. Utaratibu wangu mimi hauruhusiwi kutoa katikati ya mwezi. Ninaruhusiwa hela kutoa mwisho wa mwezi tu. Na hivyo ndio tulivyoingia mkataba kati yangu mimi na wewe. Kwa hiyo hapa hautopata kitu chochote kile. Na naomba mkike siku njema. Binti yangu, una shida gani? Mama, babangu yuko wapi? Hivi kwa nini unashindwa kunielewa? Si nimekwambia wewe, ikifika muda sahihi utamjua baba yako. Ila kwa sasa muda bado mwanangu. Mama, mimi sasa hivi sitaki kusikia kuhusu habari za muda. Tangu nikiwa mdogo unaniambia hivi. Utaniambia. Sasa hivi nimeshakuwa mkubwa. Najua kila kitu kinachonizunguka. Bado hutaki kuniambia kuhusu baba yangu. Sasa unataka mimi nikueleweje? Kwani shida iko wapi? Nimekwambia, nipe muda. Nitakwambia kila kitu kuhusu baba yako. Subiri, muda ukifika utamjua. Haya ndio maneno yako mama. Kila siku nitamjua lini sasa? Mama, mimi nimeshakuwa mtu mzima, huduma yako tu haitoshi. Mimi natamani kumjua baba yangu kama watoto wengine. Na kama amekufa basi bora tu niambie, mimi nilijua kaburi lake ili tu roho yangu iwe na amani. Na kama usiponiambia kuhusu baba yangu mama, humu ndani hatutokaa tukaishi kwa amani hata siku moja. Utaendelea kuniona mbaya hivi. Hata kama unamtaka baba yako, lakini sio kwa ukali hivi. Huo ukali unaotumia ndio muda sahihi, yani ukali wako ndio utasababisha umpate baba yako. Mimi ni mama yako. Na kusomesha, na kulisha, na kupa kila kitu ya huduma.
Leo unanifikia hivi. Wewe mama, iwe kuna mtu amenikera au kuna mtu amefanya nini, wewe itakusaidia kitu gani? Kwani wewe ni mara ngapi unanikera huko ndani na tunaendelea kuishi yote? Mama, sitaki kusikia chochote kutoka kwako mama. Kuanzia leo utaendelea kuniona mbaya hivi kama usiponiambia kuhusu babangu, na kila mtu aishi maisha yake. Hivyo mtoto, una mateso gani? Si nilikwambia? Ikifika muda sahihi utamjua baba yako. Unataka kunipenda kichwani? Mama, wewe hujui mimi ni maumivu kiasi gani napitia. Leo ungelikuwa unajua hata kidogo. Leo hii na sasa hivi ungeniambia kuhusu babangu. Nimetoka kwa mama yako, ameniambia upo huku, nimeona nije nikujulie hali. Unaendeleaje? Asante sana. Ila mimi naendelea vizuri. Vipi, unatoka chuo? Ndio natoka chuo, nimechoka sana. Nimeanzia kule barabara natembea hadi huko. Wewe naye, sasa kwa nini umetembea kutoka barabarani hadi huko? Nimetoka kumwangalia Hadija, alikuwa anaumwa. Kwa hiyo nilipokuwa kwa kina Hadija nikaona ni vema nitembee nifanye tu mazoezi. Sawa. Anaumwa nini Hadija? Ni homa tu, sema imemkaza sana, hawezi hata kutembea. Kila siku nilikuwa naongea naye kwenye simu. Leo nimeona niende tu nimsalimie, nimjulie hali kabisa nyumbani. Mpe pole sana ukiongea naye. Alafu pia mwambie namsalimia sana. Okay, sawa. Vipi kuhusu ombi langu? Kila siku nikikwambia unaniambia kesho, kesho. Hujui ni kiasi gani nakupenda. Nahitaji majibu yangu leo. Nasma, muda mwingine unatakiwa ujifunze kusoma alama za nyakati. Kwa dunia sasa hivi ilipofikia, hakuna mwanaume yoyote yule ambaye unaweza kumtongoza alafu ndani ya miezi 5 hadi 6 asikupe jibu lake. Lakini pia unatakiwa ujiongeze, uwe na jicho la tatu, ili mradi uweze kuona mbele. Hata kama uwezo wako kuona utakuwa ni mdogo. Unamaanisha nini kuzungumza hivyo? Siwezi kusema kama sikupendi. Itakuwa nakudanganya sana. Mimi nakupenda. Ila upendo ambao niko nao juu yako sio ule ambao wewe unamaanisha. Alafu sio kila mwanamke au mwanaume ambaye unajuana naye basi lazima muwe katika mahusiano. Muda mwingine mkiwa marafiki mnaweza mkadumu kwa muda mrefu na mkafanya vitu vingi sana kuliko mkaingia kwenye mahusiano. Kwa nini unazungumza maneno makali kama hayo mbele yangu? Hivi umesahau moyo wangu ni mdogo, huwezi kubeba maneno mazito kama hayo? Na kwa nini usingetafuta sehemu mbadala ya kuongea na mimi ili upunguze ukali wa maneno yako? Mimi sina sababu ya kuendelea wewe kukudanganya. Mimi sikupendi. Yaani hata kama itachukua miezi 3, 4, 5, hakuna chochote kile ambacho kinaweza kwenda kubadilisha moyo wangu. Nasma, kiukweli tuna vitu vingi sana vya kufanya mimi na wewe tukiwa marafiki kuliko tukiingia kwenye mahusiano. Siku 2, siku 3 tutaishia kugombana alafu kila mtu na maisha yake. Mimi nakuhitaji wewe kama rafiki yangu ili tuweze kusaidiana, lakini sio hivyo ambavyo unataka. Kwa hiyo nakuomba unisamehe sana katika hilo. Maili, unajua ni kiasi gani nakupenda. Na unajua ni kiasi gani nakuhitaji kwenye maisha yangu. Siwezi kuruhusu kumpa mwanaume yote nafasi nilionayo juu yako. Na siwezi kuruhusu mwanamke yote asogee mbele yako. Maili, nakupenda sana. I love you.
na siku njema. Yaani hicho ndo kinaniumiza sana kichwa changu. Mpenzi wangu, mimi nachoona haina haja ya kuumiza akili sana. Hivi kwa nini usimwambie ukweli tu binti yako? Kwa sababu kama anahitaji kujua ukweli, ni bora tu mwambie ukweli. Ili mradi uondoke na hizo ghasia. Anaweza kupress kila siku. Mo, si rahisi hivyo. Siku akimjua baba yake itakuwa matatizo kwangu. Na mimi sihitaji kurudi chini katika maisha yangu. Sasa utafanyaje? Kama binti yako anahitaji kumjua baba yake na anakugasi kila siku, wewe utafanyaje? Na kwa umri aliokuwa nao binti yako, inapaswa tu amfahamu baba yake. Na usipokuwa makini mpenzi wako, ataendelea kukugasi kila siku. Mimi nina wazo, ila nahitaji ushauri kwenye wazo langu. Ni wazo lipi? Mimi naona nimtafute mtu. Nitakuwa namlipa kila mwisho wa mwezi. Mimi sifikiri kama hilo wazo liko sahihi. Sifikiri kabisa. Mimi siko tayari kuzipoteza hizi mali. Nitafanya kila aina ya kitu chochote imradi nisirudi chini. Na kuelewa sana unachomaanisha. Lakini hili jambo linahitaji umakini sana. Kwa sababu binti yako sio mtoto mdogo. Na usipokuwa makini inaweza kukugharimu. Maana hili jambo sio la kukurupuka kabisa. Nalijua hilo. Ila nahitaji wewe ndiwe baba wa mwanangu. Kivipi? Na kwa nini iwe hivyo? Wewe ndo unajua vitu vingi sana kuhusu mimi. Sasa nikifeli mimi na wewe unafeli. Hata ile baa ambayo naitegemea haitakuwa kwenye miliki yako. Sawa. Hembo kwanza naomba nimuone binti yako. Nafikiri naweza nikapata kitu chochote cha kuchangia hapo. Sawa. Huyu hapa.